Wanafunzi waaswa kukamilisha kulipa ada kwa wakati ili kuepuka usumbufu kuelekea mitihani ya kumaliza muhula wa kwanza. Israeli imewaua watu wawili katika ukanda wa Gaza katika vita vinavyoendelea huko Mashariki ya Kati. Na katika michezo na burudani, Education FC yashindwa kutamba mbele ya Tourism FC katika mechi ya kirafiki iliyopigwa katika viwanja vya Kigonzile. Habari mtazamaji wa UoI Digital popote pale unapotufuatilia. Hujambo na karibu katika taarifa ya habari. Jina langu ni Zaituni Mustafa. Makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Iringa Profesa Edward Hosea amefanya kikao na viongozi wa serikali ya wanafunzi kwa lengo la kusisitiza ulipaji wa ada kwa wakati pamoja na ukataji bima kwa wanafunzi wote. Ezra Swira anatujuza zaidi. Naibu Waziri wa Elimu wa Serikali ya Wanafunzi wa chuo hicho amesema kuwa katika kikao hicho makamu mkuu wa chuo amesisitiza wanafunzi wote walipe ada hasa kuelekea kipindi hiki cha mitihani, na sababu kuu ya wanafunzi kupewa siku 3 za kulipa ada ni tarehe ambazo zipo kwenye mfumo wa ada. Aidha, amewasihi wanafunzi wote kulipa ada ndani ya siku hizo. Mada ya kwanza ni kuhusiana na malipo ya ada. Mheshimiwa makamu mkuu wa chuo amesisitiza sana kuhusu ulipaji wa ada, hasa kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye mtihani wa mwisho wa semester kwa watu wa degree pamoja na masters. Kwa hiyo amesisitiza wanafunzi tuweze kujitahidi sana kulipa ada kwa wakati, na ametoa siku 3 tu, siku ya leo Jumatano, Alhamisi pamoja na Ijumaa. Kila mwanafunzi ahakikishe kwamba amekamilisha malipo ya ada pale ambapo kwa sehemu ambayo anadaiwa. Kwa hiyo kama wanafunzi wote, na mimi ni naibu waziri wa elimu, nimeshiriki kwenye kile kikao, msisitizo kutoka kwa makamu mkuu wa chuo ni wanafunzi wote walipe ada, wamalizie madeni yao kwa semester hii ili tuweze kuwa na sifa kuingia kwenye chumba cha mitihani tarehe 16 mitihani inapoanza. Nao wanafunzi wa chuo hicho wameeleza namna ambavyo wamelipokea agizo hili. Aidha, wameomba kuongezewa muda wa kuweza kumaliza ada kwa sababu chuo kina wanafunzi wa hali mbalimbali. Wengine wanategemea ada kutoka kwenye bodi ya mikopo na wengine wanategemea kutoka kwa wazazi wao. Kwa maoni yangu mimi kama mwanafunzi wa chuo cha Iringa ni kwamba wanafunzi wa hapa tunaishi katika kategori mbalimbali, tunategemea ada kutoka sehemu mbalimbali. Wengine wanategemea loan board, wengine wazazi wao, wengine mashirika. Kwa hiyo nilikuwa na shauri kwamba serikali ya wanafunzi na department kwa ujumla ikae na kuweza kujadili kuwaongezea wanafunzi muda wa kulipa ada. Masuala ya ada, amezungumza mambo mengi kuhusiana na ada, lakini moja ya jambo ambalo nimelipokea, amezungumza kwamba hakuna mwanafunzi ambaye atapata huduma yoyote ndani ya chuo kikuu cha Iringa bila kulipa ada inayostahili kwa wakati huu. Bila shaka kwa sababu ni jambo ambalo sio geni, ni jambo ambalo makamu mkuu wa chuo amekuwa akilizungumza katika vikao vyake vingi. Mimi sijalipokea kwa mshtuko, lakini nimelipokea kwa namna ambayo siku zote huwa nalipokea tu, kwamba kwa kawaida hii ni taasisi binafsi ambayo inatakiwa ili upate huduma yoyote lazima ulipe ada. Kwa hiyo mapendekezo yangu kwa wanafunzi wenzangu ni kwamba kinachotakiwa kila mmoja kwa nafasi yake akae atathmini kwamba kwa sasa amelipa ada kiasi gani na amebakiza ada kiasi gani, aweze kuilipa hiyo ada. Uongozi wa chuo kikuu cha Iringa baada ya kupewa nafasi kwa muda mrefu kwa wanafunzi kwa ajili ya kulipia ada, sasa umetoa agizo la siku 3 tu waweze kukamilisha kulipia. Kinyume na hapo wanaweza kukosa huduma ya masomo. Nikiripoti kutoka mazingira ya chuo kikuu, mimi ni Ezra Swira wa UoI Digital. Shukrani sana Ezra Swira kwa taarifa hii. Taarifa yake Ezra Swira inatukamilishia habari za kitaifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni wasaa wa habari za kimataifa zitakazoletwa kwako na Simon Masolwa. Jeshi la Israeli limewaua Palestina wawili katika ukanda wa Gaza. Jeshi limeongeza kuwa magaidi kadhaa wenye silaha walitambuliwa katika upande wa Israeli kinachojulikana kama mstari wa njano. Mstari huo unaashiria eneo lisilokuwa na shughuli za kijeshi ambalo wanajeshi wa Israeli walijiondoa
kama sehemu za makubaliano ya kusitisha mapigano na kundi ya wanamgambo la Hamas. Kwa upande mwingine, magaidi waliibuka kutoka kwa miundombinu ya chini ya ardhi na kujificha chini ya vifusi karibu na vikosi vya Israel na kusababisha kile kinachokiita kama tishio. Vilevile, tukio hilo limeibua mvutano mkali kati ya serikali ya Israel na jamii ya kidini kwa muda mrefu. Vita hivyo vinaleta madhara makubwa kwa jamii, hasa watoto na wanawake ndio wahanga wakubwa kwenye vita. Asante sana Simon Masoro kwa habari hiyo. Na sasa ni wasaa wa habari za michezo na burudani. Tuungane naye Yusufu Kilungu katika habari hizo. Timu ya Tourism FC yabuka kidedea mara baada ya kuifunga timu ya Education FC mabao 3-2 kwenye mchezo wa kirafiki ambao umepigwa kwenye uwanja wa Kigonzile. Mara baada ya mchezo huo kutamatika, kocha na nahodha wa timu ya Tourism FC amesema kuwa siri ya ushindi walioupata ni mbinu bora za mwalimu wao. Aidha, ameongeza sababu iliyosababisha wakaruhusu magoli mawili kwenye kipindi cha kwanza. Baada ya kuona mapungufu ya kipindi cha kwanza, tukakaa chini na kamati, tukaelekezana, kila mtu akapewa mapungufu yake na tukapeana mikakati kwamba tukiingia kipindi cha pili, cheza hivi, ziba hivi, fulani msaidie mwenzako, fulani msaidie mwenzako, na kweli tukacheza hivyo, wachezaji wakati tukaenda tukaparticipate kitu ambacho tumeongea, tukapata ushindi. Hapo ni chemistry ya wachezaji, kwa sababu tunapoanza mchezo siku zote kukutana na wachezaji ambao bado hawajajuana vizuri, lazima kutakuwa na changamoto moja mbili tatu, wachezaji kutokucheza kwenye namba. Lakini muda ulivyozidi kwenda, kama unavyoona katika mpira ulivyokuwa unaendelea, tumekuja kujipata katika mfumo mzuri wa kocha alivyokuwa anachezesha, ndio hivyo mpira ukaisha hivyo. Kwa upande wa Education FC, kocha wa timu hiyo amesema kuwa kilichowafanya wapoteze mchezo huo ni kukosa mazoezi ya pamoja kama timu, pamoja na kuwakosa baadhi ya wachezaji wake muhimu kwenye mchezo huo. Ni sehemu ya mchezo, kwanza nipende kusema hivyo, sehemu ya mchezo. Unaweza kudominate lakini mpinzani na kusoma, ndio hivyo. Tumeferi kidogo baada ya zile sababu kufanyika, naona tumeachia tukafunga goli moja, hilo ikawa wanatuongoza wenzetu, lakini nadhani tumeona tatizo, tutafanyia marekebisho kidogo na mechi. Aidha, nahodha wa timu hiyo amesema kuwa changamoto kubwa ni makosa madogo waliyofanya na kushindwa kuzingatia matumizi sahihi ya mipira ya kutenga kwa wapinzani wao. Pekee tuzidi ni matumizi mchezo wa kirafiki kati ya Tourism FC dhidi ya Education FC umemalizika kwa timu ya Tourism FC kuondoka na ushindi wa mabao 3 dhidi ya 2, ambapo lengo la mchezo huo lilikuwa ni kuimarisha ushirikiano na mshikamano baina ya timu hizo. Nikiripoti kutoka kiwanja cha Kigonzile, ni mimi Yusuf Kilungu wa UoI Digital. Shukrani sana Kilungu kwa habari hizo za michezo. Mtazamaji, kabla ya kufika tamati, tujifunze kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati wa leo kutoka kwake Karimu Yasini. Mambo vipi mpenzi mtazamaji wa UoI Digital? Karibu kwenye kipengele cha kupendwa cha msamiati wa Kiswahili. Kama ilivyoada, leo nimekuandalia msamiati wa neno basua. Wewe unaelewa nini juu ya msamiati huu? Leo tukatizame wadau hao wanaelewa nini juu ya msamiati wa neno basua. Unafahamu nini kusikia msamiati wa neno basua? Basua ningesema labda ni hali ya kuwa, yani ya kutiwa uoga ama wasiwasi. Au wasiwasi. Unaweza kunitokea sentensi moja kulingana na hilo neno? Ndio, inawezekana. Okay. Nikasema kwamba Jafari alibasua pindi alipokuwa akiingia kwenye mtihani. Okay. Kwa kwamba Jafari alikuwa alibasua, alikuwa na uoga ya kipindi anaingia kwenye mtihani. Kwa mfano nikupe sentensi, labda tuseme Karim alibasua baada ya kukimbizwa na mbwa. Karimu alibasua baada ya kukimbizwa na mbwa. Sasa unaweza kuwa umepata maana gani ya neno hapo kulingana na sentensi? Hapo naweza kusema ni kama neno la uzushi kwamba Karimu alibasua baada ya kukimbizwa na mbwa. Maana yake ni kwamba labda alitishika au aliogopa. Okay. Kuwatizama baadhi ya wanafunzi wa chuo cha Iringa
kujaribu kutuelezea wao wanaelewa nini juu ya msamiati wa neno basua. Maana halisi ya msamiati wa neno basua ni ile hali ya kuwa na uoga, kuwa na mawenge juu ya kitu fulani. Nataka ni kwa tina sentensi isemayo usipojiandaa vizuri na masomo basi kwenye juu utakuwa basua. Langu jina ni Karim Yasin wa Digital Tuabaliki Kidijitali. Asante sana Yasin kwa kutufundisha kidogo lugha ya Kiswahili kwa msamiati murua kabisa. Na hiyo ndio maana halisi ya msamiati basua. Na mimi nakuacha na sentensi isemayo wanafunzi wengi walikuwa na basua kipindi cha mitihani ya kumaliza muhula. Mtazamaji, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ni kushukuru kwa kuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho panapo majaliwa. Jina langu ni Zaituni Mustafa. Asante na kwaheri.